2020 ninyi wapendeza kulipa ridhaa, na mimi leo nahitimisha miaka 5. Naingia kwenye rekodi ya kuwa kiongozi wa kata hii mwaka 2020 hadi 2025. Lakini kwenye kata yetu hii tumewahi kuwa na diwani wa viti maalum, anatoka kwenye eneo letu, mama yetu Elena Kungusi. Naomba usimame. Huyu mama amekuwa diwani wa viti maalum kutoka 1994 hadi 2010. Tumpe maua yake. Hawa ndio miongoni mwa watu walioacha alama ya zile shule msingi na Msekwa. Hawa na mwalimu ndio walitafuta hilo eneo wakaanzisha shule kama chekechea. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwapongeza. Ndugu zangu, naomba niende kwenye miradi ambayo tumeitekeleza kwa kipindi cha miaka 5. Na naomba mnisikilize na kunifuatilia vizuri. Nianze na sekta ya elimu. Kwenye sekta ya elimu, eneo la sekondari, kwa mazingira tuliyoyakuta pale, tumefanya ujenzi wa vyumba 7 vya madarasa kwa miaka 5. Vyumba 7 vya madarasa vyenye thamani ya shilingi milioni 150. Lakini tumejenga chuo kimoja chenye thamani ya milioni 14.4 shule ya sekondari. Na katika ujenzi huo wa fedha zote tulizozipokea, wananchi utakumbuka tulishirikiana kwenye kusomba michanga, tulishirikiana kwenye tulichimba msingi. Kwa kuna fedha tuliziokoa, na hata vijana wetu pale shuleni walifanya kazi za kumwagilia wakati mwingine na kusomba mchanga. Katika kipindi hicho tuliokoa fedha zaidi ya milioni 8 kwa kazi tulizokuwa tunachangia pale. Na kwa kufanya hivyo, fedha hizo tuliongeza uboreshaji wa mazingira yetu ya shule. Kazi tulizozifanya ni kupiga lipu na sakafu kwenye vyumba 3 vya madarasa. Tukafunga umeme. Tumejenga kichomea taka pale shuleni. Na sasa ninapokabidhi leo, nimekabidhi ofisini, kuna kiasi cha shilingi milioni 4 pale na 800 bado kimebaki kutokana na ile nguvu tuliyoifanya pale shuleni. Fedha hizo nimeacha na tumeazimia kwenye vikao ziende zikaezeke chumba cha 3 cha maabara pale sekondari. Maabara yetu ile imeezekwa vyumba 2. Sasa hiyo milioni 4 iende ikakamilisha chumba cha 3. Na bahati nzuri pale shuleni tunayo miti, na kwa hiyo itatusaidia ile miti kupata pato. Kwa hiyo fedha hizi kwa kiasi kikubwa zitaelekezwa kwa vifaa vya kiwandani, ndio tutaenda kununua. Nina imani kwa maazimio niliyoyaacha jambo hilo litatekelezwa. Ndugu zangu, tumewezeka vyumba pale vya maabara. Vyumba vile tulitumia nguvu za wananchi. Takumbuka kuna michango ilipita. Lakini vile vile tulipata kuwa na kibali cha kuuza mchanga, tulipata mapato kwenye ule mchanga, tukaezeka hivyo vyumba 2. Thamani yake milioni 7,722. Lakini shuleni hapo tumepokea ruzuku ya elimu bila ada. Kwa kipindi cha miaka 5 tumepokea milioni 118 na elfu 20.
Kwa hiyo sekondari pale peke yake fedha zilizopokelewa kwa ujumla ni milioni 290,142,000 sekondari. Nikitoka eneo la sekondari na kwenda shule ya msingi Mtoni, kwanza eneo lile nimelikuta shule wanasoma ikiwa moja, isipokuwa wanatofautiana wakati. Asubuhi wakija Msekwa inakuwa Msekwa shule ya msingi, mchana wanatoka wanaingia Mtoni inakuwa Mtoni shule ya msingi. Majengo ni yale yale. Kwa kipindi ambacho tumeshirikiana tumeweza kuigeuza ile shule iwe na eneo lake, wasichangie eneo moja, na kulikuwa na uchache wa vyumba vya madarasa. Sasa tumefanya kazi pale kwa miradi ifuatayo. Tumejenga vyumba viwili na ofisi ya walimu kwa shilingi milioni 40. Tumepata fedha za kukamilisha vyumba ambavyo mlivijenga kila kitongoji. Kulikuwa na vyumba vya wananchi vya kila kitongoji. Sisi tulivikamilisha na kipo chumba kimoja kilipata changamoto, japo tumekiezeka lakini kina kreki. Wataalamu walisema kinaweza kikawa hatarishi kwa watoto, bado kinafanywa tathmini. Tulipokea fedha za ukamilishaji shilingi milioni 25. Lakini tumeendeleza chumba kimoja cha darasa mpaka sasa kinaendelea kutekelezwa shilingi milioni 1,950,000 kutoka kwenye mfuko wa jimbo. Tumepokea vile fedha shilingi milioni 6,600,000 kujenga matundu 6 ya vyoo, lakini sisi tukatekeleza tukajenga matundu 8. Kwa tukaongeza mawili zaidi. Tumepokea fedha kutoka mfuko wa jimbo kwa mbunge milioni 1,200,000 kwa ajili ya madawati 24. Tumepokea ufadhili wa madawati kutoka Rotary Club shilingi milioni 9. Lakini tumepokea ruzuku ya elimu bila ada milioni 51,776,000. Kwa ujumla kwenye eneo hilo kwa kipindi cha miaka 5 shule ya msingi Mtoni tumepokea milioni 145,208,500. Shule ya msingi Msekwa pale tulikuta kuna uhaba wa choo. Nilianza na kesi ya choo. Choo ya pale ilikuwa imejengwa pembezoni mwa eneo la shule na ilikuwa inatumika na jamii. Na hata hivyo kilikuwa ni kile choo cha matundu cha kuchuchumaji, ilikuwa ni hatarishi kwa wanafunzi. Tumejenga kwa mapato ya ndani matundu 6 shilingi milioni 10. Tukajenga pia tumepata fedha za mfuko wa jimbo kwa mbunge shilingi milioni 4, tukajenga matundu 3. Tukajenga matundu 6 mengine fedha kutoka serikali kuu milioni 13,600,000. Changamoto ya choo sasa hivi Msekwa shuleni pale ina nafuu, japo bado kuna mahitaji, lakini sio kama ilivyokuwa mwaka 2020. Tumejenga vyumba 3 vya madarasa sasa hivi kwa shilingi milioni 75. Tumetengeneza madawati 25 kutoka mfuko wa mbunge milioni 1,300,000. Na tumetengeneza madawati ambayo ninyi wazazi mlichangia wa wanafunzi shule ya Msekwa na Mtoni, thamani ya shilingi 800,000 zilizokusanywa, tukatengeneza madawati. Ruzuku ya elimu bila ada shuleni hapo tumepokea milioni 65,247,660. Kwa hiyo kwa shule ya Msekwa peke yake jumla ya fedha tulizozipokea ni milioni 169,947,660. Ndugu zangu wananchi, twende kwenye sekta ya afya. Kwenye sekta ya afya
tulipokea fedha za uboreshaji wa kituo chetu cha afya shilingi milioni 81,996. Hii ni miradi ya Woshi inashughulika na masuala ya mazingira, na niliwahi kuja kuzungumza kwa kirefu juu ya mradi huo hapa kwenye mkutano. Tukapokea ujenzi, tukapata fedha kwa ajili ya ujenzi wa matundu mawili na bafu 2 pale kwenye soko letu la Mbao. Kulikuwa na adha kubwa, wafanyabiashara walihamishiwa pale, hawakuwa na fedha. Kwa hiyo mapato ya ndani tukapata milioni 10,500,000. Lakini vile vile tulipata kujenga, wakati wameandaa kwamba ile soko la jioni pale Monarch litatoa huduma kwa wananchi, tulitafuta fedha, zilijenga choo ambacho pia nadhani hakina tija sana kwa sasa, kwa sababu watu wanakwenda pale muda baada ya kazi zingine. Kwa hiyo kama vile hakitumiki, chenye thamani ya shilingi milioni 7,500,000. Kwa jumla ya sekta ya afya kwa kipindi cha miaka 5 tumepokea milioni 99,996,000. Haya, maendeleo ya jamii. Maendeleo ya jamii, kuna fedha zifuatazo tumezipokea. Serikali imetoa fedha za ruzuku kwa walengwa. Amesema mheshimiwa diwani hapa. Na kama alivyosema, sisi ndio eneo ambalo tuna walengwa wengi kuliko wilaya nzima. Kwenye kata 25 tunaongoza. Tumepokea jumla ya shilingi milioni 637,776. Hizo ni ruzuku kwa walengwa wanazolipwa kila baada ya miezi miwili. Lakini vile vile kuna fedha za kuwawezesha wananchi wanaojiunga kwenye vikundi. Kwa kipindi chote cha miaka 5, wanawake, vijana na walemavu. Wanawake tumetoa mikopo kwa vikundi 13, vijana vikundi 8 na watu wenye ulemavu kikundi 1. Jumla ni vikundi 22 kwa miaka 5. Kiasi cha jumla cha vikundi ni milioni 119,574,585. Kwa hiyo kwenye maendeleo ya jamii, ukichukua fedha za ruzuku ya walengwa, TASAF na vikundi, tumepokea jumla ya shilingi milioni 757,350,585. Na niwakumbushe kidogo, wakati mimi ninaingia nilikuta mradi wa TASAF unatekelezwa kwenye kitongoji cha Miti Mirefu peke yake, na kilikuwa na walengwa 143 niliowakuta. Lakini tulifanikiwa kuongeza vitongoji vyote 7 vikaingia kwenye mpango, na kile kimoja cha 8 si mnakijua? Kile cha 8 si mnakijua? Aha. Sasa walengwa wakafikia 496. Kwa katika mpango huu tuliongeza walengwa 353 kwa kipindi cha 2020-2025. Ndugu zangu, niende kwenye sekta ya barabara TARURA. Kwenye eneo hili tulipokea fedha za matengenezo ya barabara, na sio Kigara, ni ile barabara ya shule ya msingi Msekwa. Tulipokea milioni 40 kwa lengo la kutengeneza mitaa, na tulikuwa tuna mahitaji ya kutatua kero ya maji. Fedha hizi wataalamu wetu pamoja na ujenzi uliofanyika hazikutibu tatizo la msingi. Mitaro ilijengwa, lakini bado tuna haja ya maji kwa sababu haikuwa na uwezo wa kuhamisha yale maji. Na mimi bado nimeliacha hili jambo kwenye mpango, kuendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kuondoa tatizo.
Tukajenga karavati mbili. Kuna madaraja yako pale maeneo ya machinjioni. Karavati ya kwanza ni kabla hujafika kwenye barabara ya machinjio, na karavati ya pili iko jirani na Nyamatoke. Tulijenga hizo kwa shilingi milioni 8,370,000. Tukajenga barabara hii ya lami iliyowekewa taa, ambapo nakumbuka hata ninyi wananchi mliona kama vile ina changamoto kwenye utekelezaji. Lakini barabara hii ilianzia kona 4 mpaka maeneo ya Bujeni kwa thamani ya shilingi milioni 500. Tukajenga karavati moja kitongoji cha Mbugani. Ukitokea kwa Mzee Mataba kwenda na Koza hivi, kuna karavati imejengwa yenye thamani ya shilingi milioni 8. Kwa sababu eneo hilo pia lilikuwa na changamoto, na hasa watoto wa shule waliokuwa wanavuka kutoka huko kwenda kule. Wakati wa masika kulikuwa na shida sana. Kwa hiyo tulitekeleza hilo. Tumejenga karavati nyingine sasa hivi. Huo mradi unatekelezwa. Kulikuwa na daraja hapa alilijenga mheshimiwa mbunge, lile la chuma. Kipindi hiki kimeonekana halina uwezo. Mheshimiwa mbunge ametupa fedha tena shilingi milioni 8. Na hapa naomba pia nimshukuru diwani wa Kagera kwa sababu tumeshirikiana naye katika jambo hili. Tumepata milioni 8, kuna barabara inaendelea kutekelezwa mpaka sasa kwenye eneo hili. Kwa hiyo kwa eneo la miradi ya barabara kwa miaka 5 tumepokea milioni 564,370,018. Ndugu zangu, sekta ya maji. Kwenye sekta ya maji sisi tuna huduma hapa ya maji safi na salama ya bomba inayopatikana kupitia mamlaka ya maji na usafi wa mazingira kanda ya Nasio Mwauwasa. Kwenye eneo hili tumeweza kupata huduma ya maji, na maeneo ya taasisi za serikali tumevuka maji pale Msekwa, tumeweka maji Mtoni shule ya msingi, tumeweka maji na Katungu sekondari, tumeweka maji kwenye soko la Mbao. Kwa hiyo maeneo hayo yote tumeyazingatia na yanapata maji safi ya bomba. Lakini kwa upande wa makazi yetu wananchi mwaka 2020 mimi wakati naingia madarakani, watu waliokuwa na huduma ya maji ya bomba walikuwa 228 kwenye kata yetu. Kwa hiyo kuna ongezeko. Leo tumefikia watu 534. Kwa hiyo tumeongezeka watu 306 kwenye hayo maji ya bomba. Lakini hapo maeneo hayajafikiwa na mtandao, naomba niyataje. Liko eneo la barabara ya Monarch halijapata mtandao wa maji. Liko eneo la Miti Mirefu hapo katikati hatujawa na mtandao wa maji. Lakini vile vile eneo la Mbugani ukitoka zahanati ya Wasabato kupanda juu hakuna mtandao wa maji. Lakini na eneo lile ambalo linaitwa Zanzibar hatujawa na mtandao wa maji. Lakini kwa ajili ya kuweka mtandao wa maji, mamlaka yetu ya Mwauwasa imefanya tathmini na imetoa usanifu kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya kulaza vya bomba yenye urefu wa mita 4,500. Kwa hivyo upo mpango kwa mamlaka ya maji mita 4,500 kwenye kata yetu kwa maeneo niliyoyataja kupata fedha, na utatekelezwa kwa milioni 160,934.
ni mpango ambao utatekelezwa kwa awamu, hautatekelezwa kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ni eneo ambalo litaendelea kutekelezwa. Lakini serikali itaendelea kutoa fedha kwenye maeneo yale ambayo ni lazima kwenye miradi hii ya maji. Ndugu zangu, tuende kwenye sekta ya ardhi. Kwenye ardhi tulichokifanya ni kwamba maeneo yetu ya taasisi yale yalikuwa hayaeleweki mipaka yake. Pale tumefanya upimaji. Tumetambua mipaka ya maeneo ya shule zetu zote tatu: Msekwa, Mtoni na sekondari. Na tumechangia kwenye maeneo haya ya upimaji kila taasisi shilingi 200,000. Kwa hiyo kwa taasisi tatu tumetoa shilingi 600,000. Ndugu zangu, maeneo tuliyofanikisha mengine kuyapima ni pamoja na eneo la Kisima A pale Miti Mirefu na maeneo yetu ya ofisi ya kata. Hayo maeneo kwa sasa yamepimwa na yana vigingi. Ndugu zangu, kuna swala la urasimishaji wa makazi, ule upimaji shirikishi. Hili ni zoezi ambalo ni endelevu, lakini ziko hatua ambazo zimechukuliwa. Kamati zimeshaundwa kwenye vitongoji vifuatavyo: kitongoji cha Kiwandani, Motejaru, Mbugani na Miti Mirefu. Kwa hiyo hatua inayofanyika sasa ni kusajili vile vikundi vya upimaji na kufungua akaunti benki. Ndugu zangu, serikali iliagiza zoezi la anwani za makazi. Kwetu tumetekeleza kwa kutoa namba za nyumba na majina ya mitaa na barabara kwenye baadhi ya maeneo, japo sio yote. Ndugu zangu, kuna swala alilolisema Mheshimiwa Ndasiro wa Nkilizia. Pale sekondari wapo watu walitolewa maeneo yao na wanadai fidia. Wapo wengi. Lakini tumejitahidi kwa miaka hii mitano, tumepata fidia za mtu mmoja aliyekuwa katikati ya eneo la shule. Tumemlipa na amekwisha ondoka. Na kwa hiyo siwezi kutaja kiasi gani kwa sababu ni issue binafsi, lakini nalo tumeshughulika nalo. Ndugu zangu, katika miradi yote niliyoitaja, jumla yake ni shilingi bilioni 2,614,763. Sijui mmenielewa? Katika kipindi cha miaka mitano tumepokea fedha za miradi shilingi bilioni 2,614,763. Naomba tujipongeze. Ni kama vile tumepiga hatua kubwa. Na niwaambie ndugu zangu, fuatilieni tathmini ya kata yetu. Hatujawahi kupata fedha nyingi kama kipindi hiki. Tumeacha bajeti na miradi ifuatayo kama tutapata fedha itatekelezwa. Mradi wa kwanza ni ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa shule ya msingi Mtoni, milioni 10 kwa mapato ya ndani. Ukamilishaji wa maabara moja sekondari, shilingi milioni 25. Ukarabati wa vyumba viwili vya madarasa shule ya msingi Msekwa, milioni 25. Utengenezaji wa madawati shule ya msingi Mtoni, idadi haijajulikana kwa sababu yatatengenezwa madawati 374. Kwa hiyo wataangalia mahitaji ya wilaya yote. Ofisi ya mipango kusaidiana na ofisi ya elimu watayagawa madawati, lakini kipaumbele ni Mtoni shule ya msingi. Utengenezaji wa barabara ya Nasio Kimabuye, pale panapoishia lami kuna mpango kwenye bajeti wa kupavusha mpaka ufike mwisho wa kata yetu. Sio, unanielewa? Lakini kuna utengenezaji, ujenzi wa barabara.
Na hii bwana, kwa sababu naondoka, ilikuwa kwenye mpango kutoka TANESCO ya zamani pale kwenye kona, barabara ya lami kilomita 1 inakwenda Ichuka mpaka Machinjioni. Kwa hiyo na yenyewe nimeiacha kwenye mpango, na huu utakuwa mradi mkubwa sana ikiwa fedha zitapatikana na ujenzi ukafanyika. Ndugu zangu, baada ya kuyasema hayo, naomba nihitimishe. Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa kweli kwa neema na rehema alizonijalia nimekuwepo kwa kipindi cha miaka 5 nikiwa salama, na leo ninahitimisha wajibu huu mlionikabidhi. Namshukuru Mungu sana. Lakini naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa wananchi. Ninyi mmenipa ushirikiano mkubwa sana, na mimi kutokana na ushirikiano mliokuwa mnanipa, mlikuwa mnanitia nguvu ya kuendelea kufanya kazi. Nawashukuru sana. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.